Kwa nini tusiweze? Kwa sababu hata kabla ya Samata timu zilikuwepo. Ingawa Samata tunampongeza sana, amesaidia sana taifa hili kukuza mpira wa taifa hili, kuweka hamasa kwenye mpira wa taifa hili. Na naweza kusema ni miongoni au ndo mchezaji pekee ambaye amecheza timu nyingi kubwa. Samata Mtanzania wa kwanza nafikiri kuifunga Manchester City, kuifunga Liverpool. Kwa uwezo ukamwacha Samata kumzungumza kwenye mpira wa Tanzania. Sisi tunampongeza na ameimpress watu wengi, na sio Samata tu, hapo na wengine wengi, lakini yeye kwa sasa tunamtaja zaidi kwa sababu hata vyombo vya habari sasa hivi ni vingi vimeweza kutangaza na watu wakasikia wakaona, tofauti na wachezaji wakina Rashid Chama waliocheza miaka ya nyuma, wakina Mwidini Cheupe, vyombo havikuwepo kipindi hicho kuwatangaza vya kutosha. Sisi tunakwenda kwenye fainali ya 2027. Wapo wachezaji ambao sasa hivi tuko nao timu ya taifa, lakini yawezekana kabisa hata wasicheze hiyo fainali ya 2027. Kwa maandalizi lazima yaanzie huku chini. Watu wa umri wa miaka 18 tuwasimamie ipasavyo kwenye vilabu mbalimbali. Wapewe mafunzo ya kutosha. Wapewe vyakula vya kutosha. Sisi tuna mapungufu makubwa sana kwenye sekta ya chakula kwa wachezaji wetu. Uchumi ni mdogo, kwa hiyo vyakula wanavyokula pia haviwajengi kujiandaa. Mtu kama Drogba alikuwa anakula kuku wawili, anakunywa maji ya Kilimanjaro lita na nusu mara 3. Sisi unakunywa nusu lita. Unakula kipande cha kuku. Kwa maandalizi ni sehemu pana sana. Sehemu pana tuandae kutoka kila idara kwenye mafundisho, watoto wa miaka 18 kuendelea, na tusilenge tu 18, hata wadogo, kwa sababu huu ni mwanzo. Ndio tumeanza kupata viwanja, tumeanza kuiona timu bora ya AFCON, ingawa hata huko nyuma tuliwahi kwenda AFCON. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba serikali iweke jicho la pili kwenye vilabu. Utafute utaratibu mzuri wa kusapoti, hata kusaidia kuomba udhamini hivi vilabu. Shida kubwa iko kwenye udhamini, kwa sababu timu ya taifa inaundwa na wachezaji mbalimbali kutoka kwenye vilabu, ambapo vilabu hivyo baadhi ya timu hazina walimu wazuri, hazina facilities za kutosha, lakini mwisho wa siku ndio tunachagua wachezaji hao kwenda kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo automatically wamekosa maandalizi mazuri wakiwa kwenye vilabu vyao huko chini. Wakifika timu ya taifa, mwalimu hawezi kumnenepesha kuku siku ya ng'ombe siku ya mnada, ni ngumu. Ataimpose vichache, na vingine ndio vile tunaenda uwanjani mtu anapiga nje, tuna complain, tunatukana, tunalaumu, lakini hawajapata maandalizi ya kutosha. Kwa mpira lazima uandaliwe chini, kuanzia kwenye vyombo vinavyosimamia michezo, kwenda kwa vilabu husika, wadau mbalimbali. Ndio maana tunaona wenzetu wa Azam, Yanga na Simba at least hata kama zinafungwa, lakini hazifungwi kama zinavyofungwa timu zingine. Wao wanafungwa na mpira unauona, wanapata maandalizi ya kutosha, wanapata huduma za kutosha, wanalala sehemu nzuri, wanakula vizuri. Matatizo ya nyumbani kwao, vilabu na uongozi wa timu zao unashiriki kwa asilimia kubwa kuwalipa vizuri, wanaweza kutatua matatizo. Kwa hiyo wanakuwa stress free wanapofanya mazoezi, wanapojiandaa na michezo mbalimbali. Tunatarajia the same yepe kwenye watu wetu, tunawatarajia kwenda kucheza timu ya taifa, na tucheze mechi nyingi, tuwafanyishe mazoezi ya kutosha, na ikiwezekana scouting ipite nchi nzima. Kuna watu timu nchi za wenzetu, mtu ana miaka 16 anacheza timu ya taifa, why not Tanzania? Kwa kumbe tukipita mikoani huko kwenye timu ndogo ndogo, tunaweza kuwaona wakina Mzize wengine wa kusaidia. Ni kama nilivyosema, inajumuisha mambo mengi, na impact yake nilivyozungumza mwanzo haipo tu kwenye timu ya taifa kusema ikashinde au ikashiriki. Kuna watu wa magari, kuna watu wa utalii, kuna watu wa mahoteli, kuna watu wa vyakula, na vyakula ni cross cutting. Kuna watu watakula vyakula vya gharama nafuu, washabiki wetu hapa Arusha na mikoa ya jirani. Kuna watu watakula vyakula kulingana na uwezo wao wa kifedha, wametoka nje, wana nguvu ya pesa, na kulala ni hivyo hivyo. Yupo mtu atalala kwenye hoteli ya 20,000, kuna mtu atalala hoteli ya 300,000 kwa siku, 1,000,000 kwa siku. Kwa jambo la msingi ni kusimamia huduma kwenye kila idara. Wa usafi wasimamie huduma yao, watu wa barabara TANROADS wasimamie barabara zao.